Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, amemwagiza Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdallah Ulega, kuchukua hatua za haraka za kutatua tatizo la miundombinu ya barabara katika wilaya ya Itilima mkoani Simiyu. Rais Samia ametoa agizo hilo Juni 17 mwaka 2025 wakati akihutubia maelfu ya wananchi wa wilaya ya Itilima katika viwanja vya Laganga Bilili. Wilaya natambua kwamba kuna changamoto ya barabara, na mdogo wangu Njalu hapa ameomba kwa sauti ndogo, lakini hata mimi nilivyozunguka nimeuona mji wa Itilima umepangika vizuri, lakini barabara hakuna. Kwa hiyo niungane naye kumtaka Waziri wa Ujenzi aje amwangalie kwa jicho la rehema, hasa zile barabara tulizofanya majaribio, kwa sababu Itilima walikuwa volunteer wa barabara zile. Basi ufundi ule uje waongezewe barabara katika mji wao, lakini usiwasahau na zile taa kwa sababu wengine tunawapa taa na wenyewe wapate taa ili wafanye biashara masaa mengi zaidi. Katika mkutano huo ambao umehudhuriwa na maelfu ya wananchi wa wilaya ya Itilima ambao wametembea usiku kucha kwa ajili ya kuhudhuria mkutano huo, Rais Samia ametoa wito kwa wananchi wenye uwezo wa kuwekeza katika sekta ya viwanda, hasa vya kusindika mafuta na kuchambua zao la pamba. Serikali inaendelea na jitihada za kuvutia viwanda katika wilaya ya Itilima na mkoa wa Simiyu kwa ujumla. Kwa sasa Itilima nimejulishwa kwamba ina kiwanda kikubwa kimoja, viwanda vidogo 9 na vidogo sana 92, na ambavyo vimeajiri watu 414. Bado kuna kazi kubwa ya kufanya, nami nizungumze na ndugu zangu wa Simiyu katika wilaya yote ile mwenye uwezo wa kuweka viwanda vya kuchakata pamba, kukamua mafuta au viwanda vingine, wafanye kazi hiyo. Hata hivyo, Rais Samia amesema kuzinduliwa kwa hospitali mpya ya wilaya hiyo kunalenga kuwasogezea karibu wananchi huduma hiyo muhimu. Fika la kwanza nimezindua hospitali ya wilaya. Imeshasemwa hapa na mnaijua. Ni hospitali nzuri na ya kisasa. Lengo ni kuwasogezea wananchi huduma za afya karibu nani. Lakini Mheshimiwa mbunge, pia Mheshimiwa waziri anayemwakilisha waziri wa TAMISEMI amesema mengine yote ambayo yamefanyika hapa Itilima. Rais Samia ameendelea kuwaomba wafugaji wa wilaya hiyo kupeleka mifugo yao kwa ajili ya kupata chanjo. Nilizindua chanjo ya mifugo na najua Itilima kuna wafugaji wazuri. Niwaombe sana mshiriki katika uchanjaji wa wanyama wetu. Kwa kiasi kikubwa serikali imechukua gharama za chanjo hizo na mkulima atalipa kiasi kidogo sana. Niwaombe sana mshiriki kwenye kuchanja wanyama wetu ili tupate hadhi, nchi yetu ipate hadhi kwamba nyama yetu tunayoiuza nje ni salama. Lakini la pili ni swala la viwanda. Nimetoka wilaya ya Meatu, nimekwenda kufungua kiwanda cha kuchakata pamba. Lakini jana pale Bariadi nimefungua kiwanda cha kuchakata pamba na kuzalisha mafuta ya kula, na kule Meatu ni hivyo hivyo. Na fahari ni kwamba mwenye kiwanda cha pale Bariadi ni mwana Itilima. Kwa hiyo niwapongeze sana. Lakini niseme kwamba hapa Itilima kuna vijiwanda vinajengwa, nami nataka niwaongeze au nitie nguvu zangu kwenye viwanda. Niwajulishe kwamba serikali inaendelea na jitihada za kuvutia viwanda katika wilaya ya Itilima na mkoa wa Simiyu kwa ujumla. Kwa sasa Itilima nimejulishwa kwamba ina kiwanda kikubwa kimoja, viwanda vidogo 9 na vidogo sana 92, na ambavyo vimeajiri watu 414.
bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Nami nizungumze na ndugu zangu wa Simiyu, katika wilaya yote ile mwenye uwezo wa kuweka viwanda vya kuchakata pamba, kukamua mafuta au viwanda vingine, wafanye kazi hiyo na wahamasisha fanye kazi hiyo. Lakini nawapongeza pia halmashauri kwa kutenga maeneo ya viwanda na biashara. Hiyo ni fursa nzuri, maeneo yatumike na itarahisisha azma yetu ya utekelezaji wa kuwavutia wawekezaji ndani ya wilaya hizi. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ametaja miradi ambayo imetekelezwa katika wilaya ya Itilima. Ulitoa Ofisi ya Rais TAMISEMI, Idara ya Afya, zaidi ya trilioni 1.34 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali za wilaya kama hii ulioizindua hapa Itilima, lakini vile vile kwa ajili ya ujenzi wa zahanati mbalimbali nchini katika halmashauri zote 184, lakini vile vile ununuzi wa vifaa tiba. Mheshimiwa Rais, umejionea mwenyewe vifaa vilivyopo katika hospitali hii ya wilaya ya Itilima ni vifaa ambavyo watani zangu hao Wasukuma walikuwa wamezoea kuviona Bugando. Kama si Bugando basi walikuwa wamezoea kwenda kuviona Muhimbili kule Dar es Salaam. Lakini leo hii wana Itilima wana vifaa vya kisasa, wana hospitali ya kisasa, na yote hii ni kazi yako wewe rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, wakati unaingia madarakani, wana Itilima hawa walikuwa wanapata bajeti ndogo sana ya ujenzi wa barabara za mijini na vijijini. Walikuwa wanapata shilingi milioni 800. Mara kadhaa nilimsikia rafiki yangu Mheshimiwa Njalo Silanga akikuomba kuhakikisha ya kwamba bajeti ya TARURA inanyanyuka katika halmashauri hii. Hivi tunavyozungumza, Mheshimiwa Rais, wana Itilima hawa ni mashahidi. Fedha ambayo unaileta sasa kutoka milioni 800 kwa mwaka, sasa wanapokea zaidi ya bilioni 2.5 kwa ajili ya ujenzi wa barabara za mijini na vijijini. Ni kazi kubwa ambayo umeifanya. Naye mbunge wa jimbo la Itilima, Mheshimiwa Njalo Silanga, amempongeza Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha nyingi za miradi ya maendeleo, huku akitoa ombi la ujenzi wa barabara katika wilaya hiyo. Na leo Mheshimiwa Rais, wewe kwa kutambua umuhimu na afya ya wananchi wa Tanzania wana Itilima, umekwenda kufungua hospitali ya kisasa, ina vifaa hata Muhimbili ziko sasa hivi Ngunu. Tuna kila sababu Mheshimiwa Rais, wewe na serikali yako kukupongeza kwa mambo mazuri unayoyafanya. Na mambo yako ni ya vitendo. Ndio maana ulisema kazi iendelee, na sasa kazi nasonga mbele. Tunakwenda kazi na utu, tunasonga mbele. Sisi Mheshimiwa Rais, vijana wako tupo, na kwenye mkoa huu au kukosea kutuletea Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na timu yako ya mawaziri, nikiitazama inataka kazi. Maeneo yote ya kimsingi ya kimkakati Mheshimiwa Rais, umetufanyia mambo makubwa sana. Ukienda kijijini, kuna sekondari zimejengwa, utazani umefika Dar es Salaam wakati uko Lungalombogo. Haya ndio maendeleo wananchi wako nayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, niendelee kukushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja wilaya yetu ya Itilima. Lakini penye mazuri na changamoto ipo kidogo Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Ulega nimemwona hapa. Mimi na barabara moja tu ya Tani Road ambayo ya kutoka hapa kilomita 12. Tulishapeleka maombi kwake. Zaidi tumepeleka maombi, barabara ya kutoka Ruguru inakuja la Kangaviriri, inaenda Longalombogo, inazunguka Ndolelezi, inakuja kuingia Nyangokorwa pale Ikulu ndogo ya Bariadi iliyopo. Vigezo vyote vinafaa. Huyu mzalamu Mheshimiwa Rais atusaidie kwenye maeneo haya. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Rais, sisi tukitaka kwenda Mwanza tuna njia moja tu, na hizi barabara ziendelee kuwa imara. Na yenyewe kuna ombi langu tushampelekea Mheshimiwa Waziri. Barabara ya kutoka hapa Gambasingu kwa mzee wangu maarufu Mapesa. Gambasingu unaenda Nkoma, ukitoka Nkoma unaenda Mwamapalala, unakwenda Bukengwa Minze, unaenda kutokea Kinamweli Isolo, unaingia Magu. Siku zingine Mheshimiwa Rais
njia ni nyingi, lakini kwa sababu tunatumia njia moja, ndio maana mabarabara kila wakati yanaharibika. Niombe sana Mheshimiwa Rais anisaidie hilo, na mimi nitakuwa na kitambi kama cha doo kidogo, mambo yakienda vizuri. Ndugu zangu wa Itilima, Oktoba GMTV, Itilima, Simiyu.